Nashukuru sana Arish kwa mtazamo wako. Mtazamaji, nikukumbushe kuwa tupo katika mjadala ambao unahusisha uchaguzi mkuu, na mada yetu ya siku ya leo nini kifanyike kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Tumeona kuna malalamiko mengi, lakini ni kuambie kwa wewe ambaye no kwanza unatazama sasa hivi, ni kupitisha kwa maoni ambayo yametoka kwa ndugu zangu hapa. Wanasema tume iko safi, uchaguzi uko safi, inawezekana wapinzani hawatoshi, ndio maana wanashindwa kushindana au kuleta ushindani katika uchaguzi wa urais au ngazi yoyote katika nchi hii. Sasa kuna vitu vingi ambavyo huwa vinajitokeza katika uchaguzi, na vitu hivyo mwanzo tulisema kukatwa kwa majina, kunatokea na changamoto zingine, lakini sasa tunataka kuona ile hali ya mwenendo mzuri wa uchaguzi. Wewe unahisi ni vitu gani ambavyo vinatakiwa viwekwe hasa kuhakikisha hakuna neno linalotoka kwa mtu yoyote kusema kuna uonevu umefanyika? Sawa. Kwanza nataka nikukatishe. Kwenye uchaguzi wa nchi hii tunavyosema kuna uonevu, tunaweza tukawa tunakosea. Kwa sababu naomba nirudi nyuma kuja kujibu hoja yako. Kuna hoja wanasema no reform no election, kama ulivyoisema mara ya kwanza. Wao wanasema no reform no election, lakini ni hoja inayotoka upande wa Chadema ambao wanaitaka kuisambaza kwenye vyama vingine vya kisiasa vya upinzani. Ukisema kwamba ACT Wazalendo, Mheshimiwa Masudi kakubali hiyo hoja, nadhani ACT Wazalendo na Chadema sio vyama viwili vya upinzani vilivyopo nchi hii. 2015 tukirejea kauli ya Mheshimiwa Lipumba wakati akiwa anahojiwa, alisema kwamba 2015 walikubaliana kuungana wakawa Ukawa. Lakini walivyoungana wakawa Ukawa, baadaye walikuwa wameweka sera ya kuwa watakuwa na mgombea kupitia chama chao cha muungano wao wa Ukawa. Mwisho wa siku wakaja kupatiwa mgombea ambao ni Mheshimiwa Lowassa, ambao ni hayati Lowassa. Kwa maana hiyo, kwanza kwenye chama chao hawana msimamo wa kutuletea hoja ya no reform no election. Cha pili, tukija kwenye hoja ya no reform no election, katika uchaguzi wao wa ndani ya chama chao walisema kwamba upande wa Lissu walikuja na sera ya ukomo wa madaraka. Lakini toka Lissu ameingia kwenye uongozi wake wa kuwa mwenyekiti wa chama cha Chadema, toka amekuwa mwenyekiti wa chama cha Chadema, hatujaona akitoa hoja ya ukomo wa madaraka. Kwa maana hiyo no reform no election ni ya Chadema, sio ya vyama vingine vya upinzani. Kwa hiyo CCM tutazidi kushikilia misingi ya nchi hii na katiba ya nchi hii inataka nini, na sio Lissu na makamu mwenyekiti wa chama chao Heche wanazungumza nini. Kwa hiyo tupo kwenye misingi ya kufuata katiba ya nchi yetu inasema nini, na sio kufuata hoja ya Lissu na Mheshimiwa Heche wanataka nini. Umezungumzia kuwa wao Chadema hawana, anasema hakuna haki ndani yake, lakini wao pia walikuja na hoja, walisema CCM mlipeleka jina la mgombea au jina la mtu ambaye atakuwa mgombea mwenza wa rais kwenye karatasi na kulipigia kura, tofauti na wao ambao kumchagua mwenyekiti ilikuwa ni mshike ndani. Ona ni wapi kuna demokrasia na wapi kuna haki ya uchaguzi ya kuchagua mtu ambaye mmemtaka, na ukichangia CCM mmempitisha Mheshimiwa Rais kuwa mgombea wenu, na manake itakuwa ni mwenyekiti kwa mujibu wa CCM. Kwanza nadhani sisi tunafuata ilani ya chama chetu na katiba ya chama chetu. Chama cha Mapinduzi katiba yake inasema rais atakapokuwa anaongoza miaka 5 yake ana uhalali wa kuongeza miaka 5 mingine. Kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan
kawa rais ndani ya kawa rais wa awamu ya 6 ndani ya miaka 5. Kwa ana nafasi ya kwenda kuongeza miaka 5 mingine. Kwa hiyo katiba ya Chama cha Mapinduzi inasemaje? Wajumbe wa mkutano mkuu wataenda kupitisha jina la mgombea urais. Na ndio maana ndani ya Chama cha Mapinduzi, kama rais atakuwa amemaliza muda wake ndani ya miaka 10, hatoruhusiwa kugombea tena urais. Mheshimiwa Jakaya alimaliza muda wake, wajumbe wa mkutano mkuu wakaenda kukaa, tukapata Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Dr. John Pombe Magufuli katika awamu yake ya 5, tukapata rais wa awamu ya 6 ambao amekaa ndani ya miaka 5. Ana uhalali kwenye katiba ya chama chetu kuongeza miaka 5. Na hilo jina litapitishwa na wajumbe wa mkutano mkuu na secretariat ya chama. Watapitisha jina. Kwa rais ataenda kugombea mwenza wake wa kwenda naye kwenye nini? Kwenye kugombea kiti hicho cha urais. Na ndio maana tumepata Dr. Nchimbi. Kwa wakija kusema kwamba uchaguzi wa CCM hauna demokrasia, hapana, tunafuata katiba ya chama inataka nini. Wao hawajashika dola, na ndio maana wana uhalali wa kugombea uwenyekiti na umakamu ndani ya chama chao, tofauti na Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa ufahamu wangu, sheria na kanuni za CCM zinasema mgombea anatakiwa awe na wagombea wenza, yani watu ambao watashindana ndani ya chama kuwania ile nafasi ya kwenda kugombea urais. Lakini awamu hii tukirejea na kurejesha awamu ya 5 kama nilivyosema, awamu ya 5 ya Dr. John Pombe Magufuli, baada ya kumaliza miaka yake 5, ilivyofika 2000 na ngapi kwa ajili ya kutaka kugombea tena urais, alienda kushindana, lakini jina la kamati kuu likapitisha yeye apite. Kanuni na taratibu zinasema vile, lakini awamu hii haikuwa hivyo, na tunajua inatakiwa iwe hivyo katika mkutano mkuu, lakini jina limepitishwa tofauti na utaratibu ulivyo. Hapo unasemaje kuwa mnafuata kanuni? Na ndio maana nimesema katiba ya chama inawaruhusu wajumbe wa mkutano mkuu na secretariat ya chama kukaa na kujadili ni jina gani ambalo litaenda kusimama ndani ya chama chetu. Na ndio maana lilivyochaguliwa jina la Dr. Samia Suluhu Hassan, ilikuwa ni jina lililotoka kwa wajumbe wa mkutano mkuu. Kwa maana hiyo, hata kwenye chama chao walivyokuwa wakimpitisha Mheshimiwa Lissu kwenda kupambana na Dr. John Pombe Magufuli, ni wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha Chadema walikaa kulizungumzia jina. Lakini nataka nikurudishe nyuma, mgombea yoyote atakapomaliza miaka yake 5, miaka yake 10 ndani ya kiti cha urais, tutakaporudi kuja kutafuta mgombea mwingine wa chama, watashindana. Na ndio maana Mheshimiwa Magufuli aligombea na wagombea kama Membe na Luwasa, lakini baadaye walivyoshindwa, Luwasa alikimbilia Chadema na Membe akakimbilia ACT Wazalendo. Kwa maana hiyo, kwenye chama chetu tunafuata katiba ya chama inataka nini. Katiba ya chama ina jina la rais linapitishwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa chama. Kwa maana hiyo, CCM tunafuata katiba ya chama na hatuzingatii maneno ya vyama pinzani ambavyo maneno yao sio sahihi kwenye maneno yao hayana afya kwenye nchi yetu. Asante sana Meshak. Sasa tunakwenda kwa kuahirisha. Kuelekea uchaguzi mkuu, kama maoni ambavyo anavyosema, unafikiri wananchi wana nguvu ya moja kwa moja kumchagua mtu wanayemtaka kuwepo madarakani? Ndio. Wana nguvu ya moja kwa moja kumchagua mtu wanayemtaka kwa kupiga kura. Kwa sababu nchi yetu, ili kiongozi apatikane, either ni diwani, mbunge ama rais, ni lazima apatikane kwa njia ya uchaguzi, ambayo wananchi wanapewa haki ya kikatiba ya kwenda kupiga kura na kumchagua kiongozi wao. Hiyo nguvu ya kupiga kura, mara nyingi watu wanasema inaweza kubadilika, na kubadilika kutokana na malalamishi au lawama ambazo
zinatoka kwa watu mbalimbali. Unafikiri kuna mabadiliko ambayo yanatakiwa kufanyika, wananchi wawe na uwezo wa kusema hatumtaki mtu wa chama hiki kama ilivyofanyika miaka mingine, au hakuna haja ya kufanya mabadiliko kama ilivyokuwa 2020 ambapo kila sehemu imeonekana CCM ndo anatosha na bunge sasa hivi limejaa CCM? Wananchi wanayo hiyo haki, lakini haki hiyo inakuja tu pale baada ya wao wanapotaka kwenda kuchagua kiongozi wao. Ina maana kwamba wananchi wenyewe, au ukiona sehemu yoyote, jimbo lolote ama kata yoyote ama katika nchi yetu kuna kiongozi amesimama, ni nguvu ya wananchi, na nguvu ya wananchi huwa haisemi uongo. Kwa maana ya kwamba hata kama tunaona kila jimbo limesimama mbunge wa CCM, kila jimbo na majimbo machache mawili kama sikosei ndio majimbo ambayo yapo na upinzani. Na hii yote inatokana na nini? Inatokana na viongozi wa CCM kusimamia ilani yao na kutekeleza ilani yao kwa ukamilifu kabisa, na ndio maana tunaona wananchi wanaenda na kurudi kuwapigia kula pale wanapokuja kuomba zile kula kwa awamu nyingine tena. No, hili swala linalotokea ni sio swala la kwamba wananchi wanafanya kwa makosa ama wananchi kwamba wenyewe hawataki wale viongozi. Ni viongozi ambao wananchi wenyewe wapo willing kuwachagua, na ndio maana tunaona wanapita. Umesema kuwa kuna viongozi ambao wanachaguliwa kwa matakwa ya wananchi na wanaingia bungeni kwa ajili ya kuwakilisha wananchi, lakini hao viongozi inaonekana bado hawatakiwi kwa sababu hawajatekeleza yale ambayo wameyaahidi. Unafikiri nguvu ya kupiga kura pekee ndio inaonesha kuwa mtu anapendwa, au kuna namna ambavyo huyo mtu anabebwa kutokana na sehemu alipo ya chama chake? Ni nguvu ya wananchi kupiga kura na sio kubebwa. Na ukiona mtu yoyote ama kiongozi yoyote ameshinda, ni nguvu ya wananchi, kwamba wananchi wamemtaka na ndio maana ameshinda kwa upande wetu wa CCM. Na mara nyingi ukiangalia upande wetu wa CCM, wabunge wetu ama madiwani, hata Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu, mambo mengi ambayo anayafanya ni mambo ambayo moja kwa moja yanawagusa wananchi wetu. Kwa hiyo lazima wananchi na wao walipe kwa yale mema ambayo wanafanyiwa, na ndio maana tunasema Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu, yeye hatumdai chochote, ametufanyia mengi sana. Kwa hiyo sasa hivi anatudai sisi, na sisi tuna wajibu wa kwenda kumpigia kura hii 25 hapa mwezi wa 11, kwenda kumpigia kura nyingi za ndio, ili aweze kuwa rais wetu kwa awamu nyingine tena, kwa sababu ukiangalia mengi anayoyafanya ni mazuri na ni mambo ambayo yanawapendeza wananchi wetu.